An-nisa'u allati yahrumu nikahuhunna, wanawake ambao ni haramu wewe kuwaoa, hufai kuwaoa moja kwa moja. Walhurmatu fi nikahi ba'd an-nisa'i ala qismayn, na uharamu wa kuwaoa wanawake au baadhi ya wanawake umegawika katika makundi mawili. Kuna hurmatun muabbadatu, uharamu wa milele, huyo ndo muoe milele mpaka kufa kwako na kufa kwake. Na kuna hurmatun muaqqatatun, kuna uharamu wa muda fulani, ukimalizika waweza kumuoa. Tuko pamoja? Ambazo ametaja asbabul hurmati almuabbada, sababu za uharamu wa moja kwa moja. Wal hurmatu almuabbadatu laha thalathatu asbabin, uharamu wa moja kwa moja una sababu tatu. Alqaraba, kwanza ukaribu, ujamaa wa karibu ambao tutauelezea hapa. Walmusahara, ukwe, yani kuingia mtu ambaye hakuwa wewe jamaa yako, ndio tunaita ukwe. Inawezekana kama ni mkweo au ni mke wa babako, huyo hakuwa damu yako, kaingia katika familia, sawa. Waradha, na unyonyeshaji, jambo la kunyonya. Kivipi? Tutaelezea. Almuharramatu bilqaraba, uharamu wa kuoa kwa jamaa wa karibu. Walmuharramatu bisababi alqaraba sab'un, walioharamishwa kuolewa kwa sababu ya ujamaa ni watu saba. Wahunna, nao al-ummu, mama yako huwezi kumuoa. Waljaddatu, na bibi yako. Bibi hukuita mume wako wewe, wanataniana wewe, sio kweli, yale ni masahara tu. Umeniletea mume, umeniletea mke, haramu. Bali si maneno mazuri hasa kuyasema. Watoto wengine wakikuwa kubwa mtapia vile, mke wangu ameta bibi yake mke wangu, sababu kaitwa mume. Wa ummul abi, na mama baba yako, yani al-ummu mama yako, waljaddatu, na bibi, yani alikuzalia mama yako, huwezi kumuoa. Kadhalika wa ummul abi, mama wa baba yako, pia ni bibi yako naye upande wa baba, wewe huwezi kumuoa huyo. Yani suuda, na kwenda juu, mama wa mama baba yako, mama wa mama wa bibi yako, kwenda juu kote huko, wewe huwezi kuoa tena. Nimeeleweka? Kwa upande wa baba aliyemzaa baba yako na kwenda juu kote huko huoi. Kadhalika upande wa mama aliyemzaa mama yako na kwenda juu kote huko huwezi kuoa, haramu moja kwa moja milele. Wa pili ambaye haramu kumuoa, albintu, binti yako aliyemzaa mwenyewe, huwezi kumuoa. Bali huona kaulizwa swali hapa, je, nje ya ndoa pia humuoi? Sio binti yako, lakini hisi yale ni maji yako uliokwenda kuyaweka sehemu sio sahihi, wawaje maji yako wewe. Kwa kauli ambayo watu wanaizungumza, huwezi kumuoa hata kama si binti yako kisheria, lakini hisi yale ni maji yako, kwa hiyo pia huwezi kumuoa. Allah tuhifadhi na watoto nje ya ndoa. Binti yako huwezi kumuoa. Wa bintu libni, na mtoto wa kike wa mtoto wako wa kiume, mjukuu wako, mtoto wa kike wa mtoto wako wa kiume, mjukuu wako, huwezi kumuoa. Wa bintul binti, na binti ya binti wako, mjukuu wako wa kike upande wa mtoto wako wa kike, pia huyo huwezi kumuoa. Wa insafalat, na kushuka chini, mjukuu, kitukuu, kingine nini, kilembwe, kilembwekeza, kinyinya, endelee, kilembwe, kilembwekeza, kinyinya, kitandamvi, kianika jua, vyote hivyo huwezi kuoa. Teshabu utaangalia tu, huwezi kuoa. Haya, nambari 4. Nambari 3, al-ukhtu shaqiqa, dada yako uliyezaliwa naye baba mmoja mama mmoja, huyo huwezi kumuoa. Kanat, akiwa huyo, au li abin, au dada yako upande wa baba mmoja, au li ummin, au upande wa mama mmoja,
dadako baba mmoja mama mmoja humuoa, au umezaliwa naye baba mmoja tu mama mbalimbali pia humuoa, au mama mmoja tu baba mbalimbali pia humuoa. Kwa maana kwamba tukizungumza hivi, je baba kenda kuoa pale, yule aliyemuoa alikuwa na binti yake, umeelewa? Je, huyo afaa kuoa? Baba yako kenda kuoa nyumba ile pale, na wewe ulipokuwa harusini ukaona binti yake yule, roho ikatua, anambia mzee yule nani? Yule mtoto wangu, mtoto wa mke wangu huyo hapa, mzee mimi nimependa. Wewe na baba yako nyote mwa familia moja, yafaa kuoa? Naam, yafaa. Huyo ni halali yako, peleka tu mahali basi atakuozesha baba yako kwa idhini ya kadhi, sababu yafaa kuozesha. Naam. Haya, bintul akhi, mtoto wa kaka yako, ashaqiq, kaka yako baba mmoja mama mmoja, binti yake ambaye anakuita ammi wewe. Kanat, akiwa huyo wa bintul akhi li abin, na kadhalika binti ya kaka yako upande wa baba, au li ummi, au upande wa mama. Nambari 5, bintul ukhti, binti ya dada yako, shaqiqatan kanat au li abin au li ummi, akiwa huyo dada baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja tu au mama mmoja tu. Al-ammatu, ndugu ya baba yako wa kike ambaye ni shangazi. Sasa ndugu ya baba yako mwanamke, shangazi yako. Wa hiya ukhtul abi, ambaye ni dada wa baba yako au ni ndugu wa kike wa baba yako. Wa mithluha ammatul abi, na hivyo hivyo shangazi wa baba yako ambaye ni bibi yako wewe. Yaani baba yako na shangazi yake, wewe mtaka shangazi ya baba yako, huwezi kumuoa, sawa? Lakini ammi yako sasa kaoa, ammi yako baba mmoja mama mmoja na baba yako kaoa, kisha akaacha, semaje? Umefahamu? Ammi yako baba mmoja mama mmoja na baba yako kenda kaoa, kisha kamuacha. Baada ya kumuacha wewe kampenda yule, yafaa kisheria kumuoa? Watasema watu, lakini sema tu hivi kuziwatu kalamu nasi yantahi, wewe wasema. Kadhalika mwanamke kuolewa na mume wa mama yake mdogo, yafaa kisheria. Ni mama yake mdogo, mama mmoja na mama yake. Sasa yule mumewe wakaachana, yule kakupenda, sema kamlelea yule, sawa, ndio kishalia mwenyewe kwa matunda yake. Sasa alkhalatu, mama mdogo. Wa hiya ukhtul ummi, na ni dada mama yako. Wa mithluha khalatul ummi, na mfano wake ni mama mdogo wa mama yako kwenda juu, kijana huko kuto. Ama sio kwa hawa, sheria imeruhusu kuoa. Katika upande wa jamaa yoyote aliyetoka hapa tuliowataja hawa 7, huyo wafaa kumuoa. Imefahamika? Imeeleweka? Aya. Almuharramatu bilmusahara, uharamu kwa musahara, maingiliano ya kiukwe. Walmuharramatu bilmusahara 4. Zawjatul abi, mke wa baba yako, bilmusaharati, wa mithluha zawjatul jaddi, na mfano wake mke wa babu yako. Yani baba yako alikuzaa wewe, labda mama yako kafariki au aliachana, kisha kaoa mwanamke mwingine huko, sawa? Kaoa mwanamke mwingine huko, mwingine asema mama yako, akaishi naye akamuacha yule, wewe huwezi kumuoa sababu babako kashapita pale, wewe huwezi kupita na wewe pale, yule humuoi tena milele, shaku haramu. Unafahamu?
Zawjatul ibn, mke wa mtoto wako wa kiume, yani mkweo. Umeoa mwanao akaacha, yule wewe huwezi kumuoa tena, bali sheria inakuruhusu kuona hata nywele zake. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. Unataka kudhihirisha mapambo yao wanawake, viungo vyao vya udhu kwa waume zao, kwa baba zao na kwa baba za waume zao, wakwe zao. Ndio huyo anazungumza hapa. Mwanao ameoa, yule binti aliyeolewa na mwanao, wewe ni haramu milele kumuoa. Na haramu unaingia wapi? Aliposema tu nimekubali. Mwanao aliposema nimekubali, hata kama hajamwangilia hata siku hii moja, pale aliposema nimekubali tu, haramu kumuoa huyo. Kwa maana nimekubali kumuoa, hajamwangilia akafa, yule ni mkweo, sababu sheria anarithi kama kawaida huyo, hata kama hawajakutana, dharithi kama kawaida. Zawjatul ibni wa zawjatu ibnil ibn, kadhalika mke wa mtoto wako, yani mke wa mjukuu wako, mke wa mjukuu wako, na kushuka chini kote hapo huwezi tena. Ummu zawja, mama ya mkeo wa kike, mama ya mkeo. Baada ya kumuoa yule binti, mama yake wewe ni haramu. Kabla ya kumuoa yaweza kumuoa, sawa? Kabla ya kumuoa huyu binti, mama yake unaweza kumuoa. Umeenda kuposa, baada ya kuposa huyu mama mtu yeye ameshaacha mjane, umeenda kuposa binti yake, ukaghairi njiani, sema sitaki tena binti, nataka yule mama yake. Sheria imeruhusu wala hajakatazwa. Lakini ukishamuoa huyu mama ni halali kumshika mkono na kumbusu, ni halali kumkumbatia, ni halali yako, huyu ni mkweo. Nimeeleweka? Bintu zawja, binti ya mkeo, ambao ni arabiba, ndio umelea huyo, binti ya mkeo, yani mkeo umemuoa anaye mtoto tayari wa kike, sawa? Anaye mtoto wa kike, huyu yewe hufai kumuoa. Hapa naochona kuweka sharti, lakini iwe ushamuingilia huyu mama. Ikiwa hujamuingilia uweza badilisha njia. Ukishamuingilia tu basi haramu kumuoa tena huyu binti. Na kwa wewe ni mume wa mama yake, kwa wewe ni mwanao huyu, kwa sababu ni mtoto wa mkeo. Ila mwanao na anaweza kumuoa, wewe huwezi kumuoa tena. Wanne hao kwa musahara. Almuharramatu birradhaa, uharamu wa kunyonya. Kabla kuelezea hapa namna gani hii arradhaa sheria inabeba kunyonya, tunafahamu kwamba mtoto hunyonyeshwa na mama yake mzazi. Ikitokezea dharura hunyonyeshwa na mtu mwingine. Sio kama kila ulionyonya naye au mnyonyeshwa pamoja ni haramu. Naomba nifahamike vizuri haya maelezo mtakayoyatoa. Huyu mama na huyu mama, huyu ana mtoto wake wa kiume, huyu mtoto wake wa kike. Huyu mama kapata dharura, mtoto huyu wa kiume akanyonyeshwa na huyu mama. Shati la kunyonya iwe minyonyo 5, kuanzia 5. Kivipi? Ni 5 hii minyonyo ya kushiba huyu mtoto, kama ni chakula chake, sio kumnyamazisha kwamba analia akapewa ziwa dakika 2 akanyonya just alale. Hapa zingatiwi katika. Iwe amenyonya kwa maana ya chakula. Na nielewa? Amenyonya kwa maana ya chakula. Hapa tutazingatia kwamba huyu kanyonya kwa huyu. Kwa labda huyu amefariki mama, huyu akamlea akawa anamnyonyesha yeye, kama ndo mwanawe kumnyonyesha aso, ndo anamlisha yeye, sio kumnyamazisha tu. Hili halizingatiwi katika sheria. Hata minyonyo 40, siku ya kwanza kamnyamazisha, siku ya pili mpaka 40, hapa zingatiwi mpaka hiyo minyonyo 5 ya chakula. Hii nukta ya kwanza. Nukta ya pili,
Huyu mama ana mabinti 3 4, sawa. Huyu kijana kanyonya hapa minyonyo ya kumharamishia, tutaona yupi anaharamishiwa na yupi anaharamishiwa. Atakayeharamishiwa ni yule aliyenyonya naye hili ziwa, sio yule ambaye hakunyonya naye ziwa hili. Kwa maana ikitokezea kama huyu mama ana watoto 5, 3 ndio walinyonya hili ziwa, lakini wale 2 hawakunyonya, wale sio haramu kwake, hawa walionyonya tu. Umeeleweka? والمحرمات بالرضاع 7 وهن الام بالرضاع. mama aliyekunyonyesha, yule mama aliyekunyonyesha yule, kwa maana yule mwanamke aliyekunyonyesha wewe ni mama yako, huwezi kumuoa. al-ukhtu birradha'i, yule dada ambaye umenyonya naye, kwa maana yule binti yake umenyonya naye wewe. bintul akhi min ar-radha', binti wa kaka wa kunyonya, binti wa kaka wa kunyonya. Yani wewe umenyonya kwa huyu mama, wakati unanyonya ulinyonya na mwanamume mwingine ambaye ni kaka yako huyu sheria. Sasa binti yake pia huwezi, sababu kaka mtu ulinyonya, baba yake ulinyonya naye. Imeeleweka hiyo? bintul ukhti min ar-radha', binti ya dada uliyonyonya naye binti yake huwezi kumuoa. al-ammatu min ar-radha', ammi war-radha', mama mdogo war-radha', wa hiya allati rada'at ma'a abik, yule ambaye alinyonya na baba yako. Huyu kijana anyonya hapa, aliponyonya alinyonya hapa na mwanamke mwingine, sawa. Kwa huyu akazaa, huyu hawezi kumuoa huyu aliyenyonya na baba yake. Nifahamu au hujafahamu? Bado. Huyu mama ana binti ana kijana wake wa kiume, huyu mama ana binti wake, huyu mama kafariki, huyu kijana kaletwa hapa akanyonya na huyu binti hapa alizaliwa na huyu mama, sawa. Wakanyonya pamoja mpaka wakawa wakubwa. Huyu kijana akaoa akazaa mtoto wake huyu wa kiume, hawezi kumuoa huyu aliyenyonya na mama yake kipindi hicho, anakuwa ni shangazi yake kwenye jambo la kunyonya na baba yake, sawa. Na kinyume chake na mfano mwingine upande wa mama, al-khalatu min ar-radha', al-khalatu min ar-radha', yani mama mdogo aliyenyonya na mama yako. Wa hiya allati rada'at ma'a ummik, mama yako akuzaa, alipokuzaa lakini huko nyuma alinyonya na mwanamke mwingine. Kwa mwanamke yule wewe anakuwa ni mama yako mdogo, huwezi kumuoa. Kwa nini? Alinyonya huko nyuma na mama yangu, sawa. albintu min ar-radha' wa hiya allati rada'at min zawjatik, na binti wa kunyonya, yani binti aliyenyonya kwa mkeo, sawa. Kaletwa binti kwenye nyumba yako akanyonyeshwa na mkeo, akawa mkubwa, yule usimuoe tena, sababu ni mtoto wa mkeo aliyemnyonyesha, huwezi kumuoa tena. Kwa nini? Kanyonya kwa mke wangu. Nimefahamika? Jazakumullah. Afuna al-muharramatu hurmata al-muaqqata, haramu wa muda. والمحرمات حرمة المؤقتة هن اللاتي حرمنا على الإنسان لسبب من الأسباب. hawa ni haramu kwa muda ambao wameharamishwa kwa sababu maalum. Fa idha zala hadha sababu, ikiondoka sababu hii, zalatil hurma, uharamu unaondoka. Wa haula'i nisa, na hawa wanawake au hawa wanawake nao, aljam'u baina al-ukhtayn, kuwakusanya baina ya dada wawili, kwa maana shemeji yako huwezi kumuoa. Umemuoa binti, huyu binti anaye dada yake au anaye ndugu yake wa kike, wakati unaye huyu huwezi kumuoa yule kwa pamoja kwa wake wawili, sawa. Huu ni muakkata, kwa muda tu. Ikitokezea huyu kafa au umemwacha, wafaa kuhamisha majeshi hapa. Kafariki dada mtu na baba mkwe ndio tushazika tayari, lakini familia nimeipenda hii, kwa yule nipendi sasa. Yafaa ambaye ni ndugu, baba mmoja mama mmoja na aliyekuwa mkeo, wao shaacha tayari,
Si lazima afe kwa sababu tunasema lazima afe, hapana. Na kuna wengine wanasema lazima awe chini, hapana. Akiwa juu akiwa chini, yani akiwa dada akiwa ndugu, yani mkeo ikiwa dada yake ikiwa ndugu yake, umeacha au kafa, yafaa kumuoa. Lakini kabla ya hapo ulipokuwa unaye huwezi kuwakusanya pamoja wakawa wote wake zako wawili, baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja au mama mmoja, au wenye pamoja, sawa? Huwezi kusanya pamoja. Aljamu baina almar'ati wa ammatiha, kumkusanya baina ya mwanamke na shangazi yake na mamake mdogo, yani mke na mamake mdogo. Unamuoa mwanamke kisha unataka kumuoe na ndugu na mama yake, ndugu yake mama yake, unafahamu? Asli fa kumuoa yule, lakini ukimuoa huyu binti huwezi kumuoa mama yake tena, na wala huwezi kumuoa ndugu yake mama yake kwa muda maalum, sawa? Ukimwacha huyu, mkiachana nini, yule unaweza kumuoa sasa, lakini kabla hapo huwezi kukusanya pamoja. Aljamu baina almar'ati wa khalatiha, kumkusanya hii amma ni upande wa baba, kumkusanya binti na ndugu na baba yake, na upande wa pili aljamu baina almar'ati wa khalatiha, kumkusanya binti na mama yake mdogo. Azaidatu ala 4 niswa, kuoa mke zaidi ya 4. Umeoa mke wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, bado jicho laangalia tu, sema nataka niongeze mwingine wa 5, hapana, hadi mwisho wake wa 4, basi unaishia hapa. Huu ndio ukomo wako wa kuoa. Kama unataka kuongeza tena, subiri jihad upate au mamala katika imani, lakini hapa ndio mwisho wako. Na ikitokezea umemwacha mmoja kati ya hawa, yupo katika eda, huyu huruhusiwi kuoa mpaka eda yake imalize yule. Unanifahamu? Umeoa wake 4 ukamwacha mmoja, yupo katika eda huyu mwanamke. Sheria mwanamke aliye katika eda ni mkeo. Sheria mwanamke aliye katika eda ni mkeo, na ndio maana yafaa wewe kulala naye kitanda kimoja, jambo la jimaa. Kauli nyingine sasa, aweza badili nguo mwanamke mbele yako na ni mtalaka wako, unasubiri eda imalizike, na yeye aweza badili nguo mbele yake, mwala pamoja, bali anaweza kujipamba kama ambavyo ajipamba kawaida, na yeye unamletea vitu kama vya mwanzo, unasubiri siku imalizike, kila mmoja changuke. Sasa kipindi hichi ambacho amekaa eda, huruhusiwi kuongeza mke mwingine, kwa sababu utakuwa na wake wangapi? 5, mpaka amalize eda huyu ndio ongeze mke mwingine. Nimefahamika hiyo? Kadhalika katika jambo limekataza katika sheria, almushrikatul wathaniya, kumuoa mwanamke mshirikina mwenye kuabudia mizimu. Haifai kumuoa mwanamke mshirikina. Unajua huyu ni mshirikina, haifai kumuoa, ndoa haisihi. Almar'atul mu'tadda, mwanamke aliye katika eda, yani kaachwa na mumewe, eda haijamaliza, unakwenda kuoa, au kafiliwa na mumewe, hajamaliza eda ya kufiwa, unakwenda kuoa. Haifai, bali kumchumbia na kumtongoza haifai. Hapa uashirie tu baadhi ya vitu, nasema baadhi ya vitu. Upo kipeleka sabuni ya kufulia, mbona sabuni kila siku, huyu bamko anaelewa kwamba huyu ana kwake, lakini sio kumgusia huyu kwamba ukimaliza eda tu nishaikesha tayari, alhajzu booking, siweki. Kwa hiyo huyu hafai kuolewa. Almar'atul mutazawwaja, mwanamke aliyeolewa pia haramu wewe kumuoa mpaka ndoa ikatike na eda imalizike, kwa maana haifai kuoa mke wa mtu. Haya ukashangaa, yawezekanaje? Wallahi lazima shaozesha sisi kila watu, mwanamke kaandika vizuri talaka, hajaacho, umegombana na mumewe fulani, mume katimka kwake na mwanamke katimka kwake, siku zimekwenda, hajaandika talaka, sema kaachwa, na baba mtu atia nguvu kuonyesha talaka pale, ushahidi kwamba wewe umeshaachika. Wewe unaozesha, afu pigwa simu kwa mufti, unaitwa ukaeleza na mimi nimepokea talaka. Haya togezea katika jamii hii ya Kizanzibari, wale watu wa macho, inawezekanaje? Sasa kisha kwa namtongoza mke wa mtu, sitamua tu mwisho. Au ni utovu wa adabu wa baadhi ya vijana. Nakuongea na ndugu yangu leo, ukiwa mwanamke mzuri na kuhuna amani, sababu vijana watafunga kambi maskani nyumbani kwako nje. Sasa ukitoka nayo mwanangu,
wewe huna amani tena ya swala, huna amani ya kazi. Waswali wa nyumbani hawajaingia ndani wale, bora wao mwanamke wa kawaida. Ndugu yangu, atakapotezea khushu ya swala bure. Haya, jazakumullahu khairan, jazakumullahu.